Serikali ya Rais wa Marekani Donald Trump imemtaja waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio na aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Sir Tony Blair aliyekataliwa na Waarabu na nchi zote katika Ghuba kuwa miongoni mwa wajumbe wa bodi ya amani ya Gaza. Mjumbe wa Trump katika eneo la Mashariki ya Kati Steve Witkoff pamoja na mkwe wa rais Jared Kushner pia watakuwa wajumbe wa bodi ya utendaji, ikulu ya White House ilisema katika taarifa yake siku ya jana Ijumaa. Trump atahudumu kama mwenyekiti wa bodi hiyo ambayo ni sehemu ya mpango wake wa vipengele 20 wa kumaliza vita kati ya Israel na Hamas. Bodi hiyo inatarajiwa kusimamia kwa muda uendeshaji wa Gaza na kusimamia mchakato wa ujenzi upya. Inatajwa kwamba vita katika ukanda wa Gaza vimeathiri ulimwengu, na hivyo ndivyo ambavyo rais wa Marekani aliona njia pekee ya kuweza kumaliza vita hivi na kuondoa athari nyingi zilizoikumba dunia ni kutengeneza bodi ambapo kutakuwa na namna ya kuiendesha Gaza. Miaka mitatu ya vita huko Gaza imekuwa na matokeo mabaya zaidi katika eneo hilo dogo. Wachambuzi wanasema kwamba kadri mzozo ulivyoenea hadi Lebanon, Syria, Iran na Yemen, vita hivyo vimebadili sio tu Mashariki ya Kati bali pia uhusiano wa dunia na eneo hilo. Marekani ilipoteza ushawishi wake baada ya kuunga mkono upande mmoja wa Israel ambayo ilikuwa ikifanya mashambulizi katika ukanda wa Gaza, ambapo hadi wakati huu Gaza imefanywa kuwa magofu. Hata hivyo, wakati huu baada ya kusimamishwa kwa vita kwa muda mfupi, kulikuwa na mashambulizi yaliyokuwa yakifanyika, lakini ni mashambulizi ambayo kila upande wa Hamas wakidai kwamba ni mashambulizi yaliyokuwa yakifanywa na Israel, na jeshi la Israel IDF lenyewe pia lilikuwa likieleza hivyo kwamba kumekuwa na mashambulizi ambayo yalikuwa yakifanywa na serikali na jeshi la Israel IDF. Hata hivyo, hayo yote yanajiri wakati ambapo kumekuwa na usitishaji wa mapigano kutokana na mpango wa hoja 20 uliotangazwa na rais wa Marekani Donald Trump, ambao kwa namna moja ama nyingine ulisaidia juu ya kusitishwa kwa vita hivyo. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, lakini moja kati ya wasiwasi uliopo ni juu ya Tony Blair ambaye alikataliwa kwa kiasi kikubwa na viongozi katika eneo la Ghuba, wakieleza kwamba ndiye ambaye amesababisha vita kubwa kati ya Marekani pamoja na Iraq, lakini pia na maeneo mengi. Ni moja kati ya viongozi ambao hawaaminiki hata kidogo, na hivyo wachambuzi wa mambo wanasema huenda Waarabu wakamkata tena Sir Tony Blair kama ambavyo walimkataa awali. Ilidaiwa kwamba rais wa Marekani Donald Trump huenda akaondoa jina la Tony Blair katika bodi ya amani ya Gaza, lakini hadi wakati huu moja kati ya majina yaliyojitokeza ni jina lake. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana. Hapa The World News utaweza kufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu.